Kwa jina anaitwa Makamba Amri Bilali, ni mwenyekiti wa Uhasibu Group. Mkutano huu ni maafisa usafirishaji, ni madereva ambaye ni watu wenye ulemavu na watu ambao wengine hawana ulemavu. Tunafanya kazi uhasibu kwa ajili ya uendeshaji bajaji. Sasa mahudhurio ya mkutano kwanza ni kushukuru, lakini pia tulipata matatizo makubwa ndani ya mwezi mmoja uliopita. Kuna kijana wetu alipata ajali, akalazwa hospitali, akafanywa operation, akafariki. Kwa hiyo kikubwa zaidi kwamba wakati wa mikutano wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano alikuwa ametoa ahadi katika mazungumzo yake kwamba watu ikiwa wamefariki hawezi kutoa mpaka watu watoe fedha waweze kutoa mwili. Kwa hiyo ile ahadi inatekelezwa kwa vitendo. Baada ya kupata matatizo hayo, sisi tulikwenda kituoni polisi kule maeneo ya Kigamboni. Kwa hiyo tukapata ushirikiano, tukaenda mahakamani, tukapata ushirikiano wa kutosha, tukaenda polisi, tukapata ushirikiano wa kutosha kwamba ahadi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano inatekelezwa kwa vitendo, sio ambaye haitekelezwi kwa kawaida. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu, sababu sisi afisa wa usafirishaji ndio watu ambao wakubwa unapata changamoto wa ajali, tunapata changamoto nyingi tu tunazipata. Kwa ni jambo la kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, anafutekelezaji wake unafanyika kwa vitendo. Ni kitu ambacho kimefanyika kikubwa ndani ya nchi hii, lazima ushukuru kwa vitendo, kwa sababu ndio maana tumekwenda kituo cha polisi kwanza, tukapata ushirikiano wa kutosha, kwa sababu leo ushirikiano wa kutosha unafika kwa askari, anakupa vitu vyote kwa wakati, umeelewa, vya kufuatilia mwili. Unatoka pale na askari, unafika mahakamani, unapata vitu kwa wakati, umeelewa. Unafika kwa dokta mkuu, unapata vitu kwa wakati. Ina maana agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano limetekelezwa kwa wakati. Yale maagizo aliyotoa yanafanya kazi kwa wakati. Ndio maana tunasema tuna shukrani za dhati kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano, umeelewa, kwamba swala la kupata mtu mwenye msiba wote ukipatikana, sio kama zamani unapata shida kwenye kutoa mwili wa marehemu. Kwa hiyo ni jambo la kutosha sana, tunamshukuru Mungu, imefanyika kwa utekelezaji mkubwa mno. Kundi letu sisi la watu wenye ulemavu ama naligusa moja kwa moja. Ndio maana nikakwambia tuna shukrani za dhati kutamka kwenye media kwamba Rais amefanya vitu vikubwa, umeelewa, katika siku 100 ambazo alizoahidi. Kwa vitendo, sio kwa vitendo, alichoahidi anatekeleza. Ni sisi tumetoka hadharani, ni maafisa usafirishaji. Sio kwamba tumealika wenyewe waandishi wa habari, tunazungumza kwamba vitu ambavyo vimetutokea, tuna ushahidi kwamba mtu mwingine ikiona vitu hivi si vya kutokea vya ushahidi, tunataka sisi tumezungumza, ni maafisa usafirishaji, yametutokea hayo, tumetekeleza hivyo. Kwa hiyo tunasema ni Rais ambaye anafanya vitu kwa matukio, na vitu anafanya vitu kwa uhakika, yani alichokifanya ni kitu cha ukweli. Kwa hiyo mimi nachozungumza kwa wananchi wa Tanzania, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayo aliyoahidi Rais ni kweli yanatekelezwa, umeelewa. Kwa hiyo sisi tumuombee Mungu, ili mradi sisi cha kumlipa hatuna, ila Mungu ndo atamlipa zaidi. Mna salamu gani labda kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan? Salamu tunazompa sisi Uhasibu Group, tunampongeza, lakini bado tunaendelea kusema kwamba ni Rais pekee ambaye anatekeleza kwa vitendo, wala atekelezi kwa kwenye peni. Wale watu ambao anawaagiza anatekeleza kwa vitendo na ufuatiliaji mkubwa sana. Ni Rais ambayo tunasema Mungu atamlipa zaidi, kwa sababu sisi cha kumlipa hatuna, ila Mungu atamlipa zaidi ya hicho. Labda mna ndoto hata siku moja kama mtamani kumwona Mheshimiwa Rais akija kutembelea kijiwe chenu hiki, labda hebu tuelezea. Yaani hiyo ni ndoto yetu kubwa, kwa sababu ndio maana tumezungumza, ni watu wa kwanza ambao tumepitia hivyo kwenye vitu ambao ndoto yetu kubwa kumuona Mheshimiwa Rais na kumshukuru kwa mazungumzo haya atatoka live duniani, lakini tutamshukuru kwa vitendo, kwa sababu ni mtu ambaye anajali makundi yote anayajali, vijana, watoto na wazee pia anawajali. Mnatamani siku moja aje kijiweni kwenu kutembelea? Yani tunatamani sana, na nitamani, yani hilo ni tamanio yetu kubwa, hata kama sio kutujia kijiweni kwetu, hata kwamba sehemu aina yoyote sisi aliyokuwepo Rais na sisi tupo. Lengo letu kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais, kwamba malengo yetu sisi Uhasibu ni kumshukuru, lakini kuiambia jumuiya ya Tanzania yote kwa ujumla na madola yote kwamba Mheshimiwa anafanya kazi zinazotukuka
Umeelewa? Kwa sababu lengo kubwa tunazungumza kila siku, sisi watu wenye ulemavu tunazaliwa Tanzania, tunakufia Tanzania. Kwa hiyo mtu akifanya jambo ambalo lenye uhalali, kwa hiyo tunamshukuru kwa mara mbili yake. Kwa sababu gani? Ni jambo kubwa sana, tunampongeza sana. Miaka 5 baki inaenda kumalizika, nadhani nchi itakuwa ni nchi yenye maendeleo kiasi gani? Maana mmetoa ushahidi mapema kabisa ya ushuhuda ambao mmeweza kufanywa na Mheshimiwa Rais. Sisi tunamwombea sana dua, lakini pia sisi watu wenye ulemavu tunazungumza kwamba tunamwombea, cha kumlipa sisi hatuna, tutaendelea kutekeleza ambalo linalotokea, ambayo akitoa agizo Mheshimiwa Rais. Kuna neno gani la mwisho kwa wananchi ambao wanakutazama kama tumeongea? Mimi kwa wananchi wanaoniangalia sasa hivi, kwanza natoa shukrani kwa jambo lililotokea ambalo lilotugusa sisi uhasibu. Tuna maumivu makubwa sana kwa kijana wetu aliyotuondokea, lakini tunatoa shukrani sana kwa Mheshimiwa Rais, tunatoa shukrani sana kwa wananchi, kwa jamii nzima inayozungumza, tunatoa shukrani.